Kama umewahi kujiuliza ni siku gani ya kupata mimba ya mtoto wa kiume, lakini bado hujajua siku hiyo halisi, basi video hii ni yako. Na kila utakachosikia hapa kinaweza kubadilisha kabisa uelewa wako kuhusu siku sahihi ya kubeba mimba ya mtoto wa kiume, kwa msingi wa biolojia ya mwili wa binadamu na tafiti zilizofanywa kwa miaka mingi. Vuta kiti ukae, twende pamoja hadi mwisho kabisa wa video hii. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies, ambaye amejikita katika elimu ya afya ya asili kwa kutumia misingi ya sayansi ya mwili wa binadamu, biolojia ya seli na tafiti mbalimbali za kisasa kuhusu matumizi sahihi ya mimea tiba. Kupitia maarifa haya, amekuwa akisaidia watu wengi kuelewa miili yao vizuri zaidi na kufanya maamuzi sahihi ya kiafya kwa njia salama. Pia tuna bidhaa mbalimbali za asili zinazolenga kusaidia mifumo tofauti ya mwili, ikiwemo mfumo wa hewa, mfumo wa chakula, mfumo wa uzazi, mfumo wa mkojo, mfumo wa mzunguko wa damu, mfumo wa misuli, mfumo wa mifupa, mfumo wa neva na mifumo mingine yote, kwa kuzingatia taratibu za kisayansi. Namba za Dr. Mkina ni 0748294113 na kama unavyoona zinapita chini ya skrini ya video hii. Kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana ubonyeze neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uweze kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Watu wengi hupata mimba bila kujua kuwa muda una nafasi kubwa katika kuamua jinsia ya mtoto. Kuto kujua siku sahihi ya kubeba mimba kunaweza kufanya juhudi zako zote ziwe bure. Hili ni tatizo kubwa kwa wanandoa wengi wanaotamani mtoto wa kiume, lakini hawajui kuwa mwili wa mwanamke hubadilika kila siku kulingana na homoni na mazingira ya ndani ya mfuko wa uzazi. Endelea kubaki nami hadi mwisho, kwa sababu nitakueleza pia mambo ya ziada yanayoweza kusaidia mwili wako kujiandaa vizuri kwa njia salama na inayokubalika kisayansi. Katika mchakato wa asili wa kubeba mimba, yai linahitaji kupevuka kwa wakati sahihi ili liwe tayari kupokea mbegu. Kibiolojia, kuna wanawake wengi ambao yai lao huchelewa kupevuka au halifiki kwenye ubora unaotakiwa kutokana na mabadiliko ya homoni au mazingira ya mwili. Hali hii huweza kupunguza nafasi ya kupata mimba kwa urahisi bila mwanamke kujua chanzo halisi. Naturemed Supplies tuna bidhaa ya asili iliyoundwa kusaidia mwili wa mwanamke kuufanya mchakato wa kupevuka kwa yai ufanyike kwa mpangilio wa kawaida. Bidhaa hii hufanya kazi kwa kusaidia usawazishaji wa homoni na kuboresha mazingira ya mfumo wa uzazi kwa kuzingatia kanuni za sayansi ya mwili wa binadamu. Unaweza kuwasiliana nasi kupata bidhaa bora kwa bei nafuu. Namba zinapita chini ya skrini ya video hii. Kwa kutumia bidhaa hii ya asili, mwanamke anaweza kuongeza uwezekano wa yai kupevuka kwa wakati sahihi, jambo linalosaidia kuongeza nafasi ya kubeba mimba kiurahisi bila madhara. Hii ni njia salama kabisa. Kwa mtazamo wa imani ya kimungu, mimba ni neema na matokeo yake yako chini ya mapenzi ya Muumba. Elimu ya sayansi hutumika kama jitihada ya kibinadamu ya kupanga na kuelewa maumbile, lakini uamuzi wa mwisho hubaki kuwa wa Mungu. Hivyo, njia hii inaunganisha juhudi za kielimu na unyenyekevu wa kiimani kwa lengo la kumsaidia mwanamke kujiandaa vizuri bila kuvunja maadili ya kiroho wala ya kisayansi. Hii inaifanya elimu hii iwe mwongozo wa kuongeza nafasi, sio ahadi ya matokeo ya lazima. Maelezo ya kisayansi kuhusu siku ya kubeba mimba ya mtoto wa kiume kwa undani wa kibiolojia. Kibiolojia, jinsia ya mtoto huamuliwa na aina ya kromosomu inayobebwa na mbegu ya mwanaume. Kuna mbegu zenye kromosomu ya kiume na zenye kromosomu ya kike. Tafiti za fisiolojia ya uzazi zinaonyesha kuwa mbegu zenye kromosomu ya kiume husogea kwa kasi zaidi, lakini huishi kwa muda mfupi ndani ya mfumo wa uzazi wa mwanamke. Hii ina maana kuwa muda wa kukutana kwa mbegu na yai ni jambo la msingi sana. Yai hutoka mara moja katika kila mzunguko wa mwanamke na huishi kwa muda mfupi pia. Hivyo mafanikio hutegemea sana usahihi wa muda. Msingi wa kibiolojia wa mzunguko wa mwanamke. Mzunguko wa mwanamke huanza siku ya kwanza ya damu ya mwezi na kuendelea hadi siku ya kwanza ya damu inayofuata. Ndani ya mzunguko huu kuna mabadiliko ya homoni yanayoathiri mazingira ya mfuko wa uzazi na mlango wa uzazi. Homoni ya estrojeni huongezeka kadri siku zinavyosogea kuelekea siku ya yai kutoka. Kuongezeka huku hubadilisha ute wa mlango wa uzazi kuwa mwepesi
wepesi na wenye uwezo wa kuruhusu mbegu kusafiri kwa haraka. Hali hii ndiyo inayopendelewa zaidi na mbegu zenye kromosomu ya kiume. Mwanamke mwenye mzunguko wa siku 28. Huu ndio mzunguko unaojulikana zaidi kitabibu. Yai hutoka karibu siku ya 14. Tafiti nyingi za uzazi zinaonyesha kuwa siku ya 14 yenyewe au masaa machache kabla ndiyo yenye nafasi kubwa zaidi ya kupata mtoto wa kiume. Kibiolojia, homoni za uzazi huwa zimefikia kilele chake na ute wa mlango wa uzazi huwa mwepesi zaidi. Hii huongeza nafasi ya mbegu zenye kromosomu ya kiume kufika haraka kwenye yai kabla hazijapoteza uwezo wake wa kuishi. Mwanamke mwenye mzunguko wa siku 35. Kwa mzunguko mrefu zaidi, yai hutoka takriban siku ya 21. Kwa mujibu wa tafiti za fiziolojia ya uzazi, siku hii ndiyo muhimu zaidi. Kufanya jitihada za kubeba mimba siku ya 21 au muda mfupi kabla huongeza nafasi ya kupata mtoto wa kiume. Kibiolojia, mazingira ya ndani ya mfuko wa uzazi huwa yamebadilika kufikia hali inayopendelea mbegu zinazofika kwa haraka. Uhusiano wa homoni na mazingira ya mwili wa mwanamke. Homoni za uzazi zina mchango mkubwa katika kuamua mazingira ya mwili. Estrojeni inapoongezeka hufanya ute wa mlango wa uzazi kuwa mwepesi na wenye uwezo wa kupitisha mbegu kwa haraka. Mwanamke anashauriwa kufuatilia mzunguko wake kwa utulivu na uelewa, kupumzika vya kutosha, kula chakula chenye virutubisho vya asili na kuepuka msongo mkubwa wa mawazo husaidia homoni kufanya kazi kwa uwiano mzuri. Tafiti zinaonyesha kuwa msongo wa mawazo unaweza kubadilisha mzunguko wa homoni na kuathiri muda wa yai kutoka. Anachotakiwa kufanya kwa msingi wa sayansi bila kukiuka maadili. Kitaalamu, mwanamke anapaswa kujifunza dalili za mwili wake kama mabadiliko ya ute wa mlango wa uzazi na hisia za mwili kabla ya yai kutoka. Hii ni elimu ya kiafya inayokubalika na husaidia kupanga muda sahihi. Pia, kuzingatia afya ya mifumo ya mwili ikiwemo mfumo wa uzazi, mfumo wa vyakula na mfumo wa homoni ni jambo la msingi. Ndani ya Naturemed Supplies tunatoa elimu na bidhaa za asili zinazolenga kusaidia mwili kuwa katika hali bora ya kiafya kwa kuzingatia taratibu za kisayansi bila kutoa ahadi za kitabibu zisizo na msingi. Kwa muhtasari wa kibiolojia, siku ya yai kutoka ndio ufunguo mkubwa wa kupata mtoto wa kiume. Kasi ya mbegu, mazingira ya mfuko wa uzazi na muda sahihi ndivyo vinavyofanya kazi pamoja. Uelewa sahihi wa mzunguko wa mwanamke na mahusiano ya homoni husaidia kufanya maamuzi yenye maarifa na salama kwa afya ya uzazi. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana. Tukutane tena kwenye video zijazo.